Ya karibu ni ukaribishe mwanamichezo popote pale ulipo tuweze kuzungumza yale yote ya kimichezo ambayo yameweza kujitokeza kutokea sehemu tofauti tofauti, lakini leo nipo kiutofauti kidogo kwa sababu siku ya jana kuliweza kutokea na msiba mkubwa kwa sisi wadau wa kisoka, maana yake mama yake mzazi wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF ndugu Wallace Karia aliweza kufiwa na mama yake mzazi. Sasa mimi binafsi niliweza kuona taarifa hiyo kupitia ukurasa rasmi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Iliandikwa kuwa uongozi na wafanyakazi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF umetuma salamu za rambirambi kwa familia ya rais wa TFF na mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF Wallace Karia kwa msiba wa mama yake mzazi uliotokea jana usiku jijini Tanga. Kwa salamu hizo pia wanatoa pole kwa wanafamilia ya mpira wa miguu na wote walioguswa na msiba huo. Mungu amlaze mahala pema peponi. Amina. Hiyo ni taarifa ya kwanza kabisa na mimi ndo ambaye niliweza kuiona kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ikimtakia huyo rais wa shirikisho la mpira wa miguu Wallace Karia katika kipindi hiki gumu ambacho anaweza kupitia. Lakini pia ligi kuu nao wakaweza kumpa pole rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Taarifa hiyo ambayo iliandikwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania Steven Mguto ametuma salamu za pole kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF Wallace Karia kufuatia kifo cha mama yake mzazi kilichotokea jana mkoani Tanga. Mguto kwa niaba ya kamati ya uongozi wa secretary ya bodi ya ligi kuu Tanzania ameungana na wadau wengine wa mpira wa miguu katika kumpa faraja rais Karia kwenye kipindi kigumu na kumuombea marehemu alale mahala pema peponi. Lakini sio hivyo tu, pia shirikisho la mpira wa miguu Arusha pia zikatuma salamu za pole kwa rais wa shirikisho Wallace Karia. Taarifa hiyo ilikuwa inasomeka kuwa uongozi wa chama cha soka mkoa wa Arusha chini ya mwenyekiti Zakayo Mjema unatoa pole kwa familia ya rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF na mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF ndugu Wallace Karia kwa msiba wa mama yake mzazi uliotokea usiku wa kuamkia jana jijini Tanga. ARFA inaungana na wadau wote wa mpira nchini kuombeleza msiba huu mzito kwa familia ya rais Karia na kuombea kwa Mungu wafiwa katika kipindi kigumu. Bwana ametoa, jina lake lidimiwe. Hizo ni salamu za pole kutoka kwa mashirikisho mbalimbali kutoka kwenye mikoa tofauti tofauti hapa nchini Tanzania, lakini sisi kama Mpenja TV tunampa pole rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ndugu Wallace Karia katika kipindi hiki kigumu ambacho anapitia. Lakini pia shirikisho la soka Singida pia liliweza kumtakia pole rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Taarifa yao pia iliweza kusoma kama ifuatavyo: mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida Sirefa ndugu Hamisi Kitila anatoa salamu za pole kwa familia ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Sekafa na mjumbe wa kamati ya utendaji CAF ndugu Wallace Karia kwa msiba wa mama yake mzazi uliotokea usiku wa kuamkia leo tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Sirefa inaungana na wadau wote wa mpira kuombeleza msiba huu mzito. Ndugu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Lakini kwambie kwamba msiba huo wa mama mzazi wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania atazikwa siku ya leo huko jijini Tanga, na ratiba ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Maana majira ya saa 1 watu waliweza kupatiwa chai, lakini pia mida ya saa 3 kamili mwili utakuwa unawasili nyumbani kwa Wallace Karia na sehemu ambako alikuwa anaishi mama yake mzazi Mama Janet Abdalla Karia. Lakini pia mida ya saa 5 mpaka saa 7 kutakuwa na chakula, maana mpaka kufika sasa hivi bila shaka chakula kitakuwa kimeshafanyika. Mida ya saa 8 kutafanyika na ibada kubwa ya kumwombea marehemu Mama Janet Abdalla Karia. Saa
saa 9:30 kuelekea makaburini, lakini majira saa 10 maziko yatafanyika katika makaburi ya Bombo huko jijini Tanga. Kwa hiyo sisi kama Mpenja TV pia tunaendelea kumwombea Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania katika kipindi hiki kigumu.